Habari za mchana mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika Star TV Adhuhuri. Mimi ni Bernard James BJ. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa barabara zinazoingia kwenye viwanja vitakavyotumika kwa ajili ya AFCON 2027 jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa hii. Profesa Shemdoe ameyasema hayo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu hiyo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, ikiwemo Kigamboni, uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa, Leaders Club, pamoja na eneo la Mbweni kuelekea uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Lakini nina faraja na furaha kuwaeleza kwamba kazi hizi zilianza zote kwa wakati mmoja tarehe 3 mwezi wa 8. Lakini leo hii tunavyozungumza, kwa mfano zile za kule Kigamboni, wale wamefikisha 75% ya kazi inayotakiwa kufanyika kule. Ukienda pale uwanja wa taifa, wao wana asilimia kati ya 15 na 20. Ukija uwanja wa Leaders, wenyewe wana asilimia 68 mpaka 70 hivi, kutokana na maelezo ya wahandisi hawa. Na hapa tumekuja kuna asilimia 20. Kwa hiyo ukitafuta average tuko kwenye karibia asilimia 50 kwa kazi hizi ambazo zimeanza tarehe 3 mwezi wa 8. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameeleza manufaa ya maboresho ya barabara hizo wakati wa AFCON na hata baada. Tupeleke shukrani zetu kwa mama na kwa serikali kwa ujumla kwamba wananchi wa Mbweni tumefarijika sana. Na wakandarasi wetu mimi wanapita na waona, nafahamiana nao. Kwa hiyo na wenyewe tukija kuwauliza maswali wanatupokea vizuri, kwa sababu tunashirikiana nao. Tunawaona wanafanya kazi yani usiku na mchana kwa bidii kabisa. Safi kabisa. Mpango mkakati huko Mheshimiwa Waziri na ambao tuliweka siku ya kilomita kama kilomita 30 za lami, alafu na za ile nyingine changarawe ya kilomita 60. Kwa miaka 5 tutakuwa madarakani sisi tulitengeneza, na mambo mengine ya maendeleo ya huko. Kwa karibu barabara zote hizi ambazo mnashughulika nazo ziko kwenye mpango mkakati wetu wa mtaa wa Malindi. Ujenzi wa barabara hizo unalenga kuboresha upatikanaji wa mtiririko wa usafiri kuelekea viwanja vitakavyotumika kwa ajili ya michezo na mazoezi ya fainali za AFCON 2027 jijini Dar es Salaam, sambamba na kuboresha miundombinu kwa manufaa ya wananchi. Jeshi la Magereza mkoa wa Mara limetaka jamii kushirikiana nalo katika urekebu wa wafungwa na mahabusu ambao wanawashikilia ili waweze kurejea wakiwa na tabia njema na kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Taarifa kamili kutoka mkoani Mara. Mkuu wa magereza mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa jeshi la magereza, amesema hayo wakati wa kutenda matendo ya huruma kwa jamii, ikiwa ni katika maadhimisho ya jeshi hilo. Kwa hiyo kurekebisha tabia za watu, hatuanzii, sio lazima tufike kwenye hitimisho kwa maana ya gerezani. Ili jamii iweze kurekebika, tunatakiwa uhalifu unafanyika kwenye jamii. Kwa hiyo tunatakiwa kuanza kufundisha au kuelimisha jamii tangu kule walikotokea au kule chanzo kinapoanzia. Hivyo itasaidia kupunguza uhalifu na kupunguza msongamano magerezani. Akielezwa umuhimu wa shughuli za kijamii, afisa ustawi wa magereza na katibu wa hospitali ya manispaa Musoma wanasema askari wa jeshi hilo wametenda matendo mema kwa jamii. Ni lengo kubwa ni kuonesha ushirikiano uliopo baina yetu sisi jeshi la magereza pamoja na jamii, kwa sababu ushirikiano kati ya jeshi la magereza pamoja na jamii ndio nguzo yetu kubwa kwenye swala zima la urekebishaji katika jitihada hizi ambazo zinaoneshwa hapa. Ni mfano mzuri wa kuigwa na sisi pia tunatoa shukrani za dhati. Tuseme tu kwamba karibuni, hospitali yetu ipo, na kama tena mtapata wasaa wa kufanya hivi tunawakaribisha tena. Hayo yamejiri katika wiki ya magereza nchini iliyofanyika katika manispaa ya Musoma kwa nia ya kuonyesha umuhimu wa jeshi hilo katika urekebishaji wa wafungwa waliotenda makosa katika jamii. Watanzania wametakiwa kuonesha uzalendo kwa kuipenda nchi yao, kuilinda na kutetea rasilimali za taifa badala ya kuweka mbele maslahi binafsi au ya makundi, hatua ambayo ikilenga kudumisha mshikamano na taswira chanya ya Tanzania. Tupate taarifa zaidi.
Hayo yameelezwa na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Ishengo Mamtembe, ambapo amesema matukio ya Oktoba 29 hayapaswi kujirudia kwa sababu yeye ni mmoja wa watu walioshuhudia matukio hayo ya vurugu na uharibifu wa mali pamoja na mapambano kati ya waandamanaji na vyombo vya usalama. Amesisitiza kuwa kauli zake hazilengi kuleta taharuki bali kutoa taarifa na ushahidi anaodai kuwa nao ili mamlaka zinazohusika ziweze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Tusigawane, tusitake kupambana kwa kuuana sisi wenyewe kwa kudanganywa na watu wa nje huko. Sawa? Tukataka kuiharibu nchi. Kwa sababu hata hao wanaosema kwamba tunaenda kushtaki huko nje, inabidi tujiulize sisi wa Tanzania. Wanapoenda kushtaki kule nje wanaachieve nini kwa hao watu walioenda kuwashtakia? Nao watakuwa kuna kitu wanataka kukiachieve kutoka kwao. Sawa? Sasa ili isiwe hivyo, tusifikie huko, inabidi sisi tujipambanie kwanza sisi wa Tanzania, sisi kama sisi. Tuache miemko ya kusema eti sijui tunaenda Marekani, sijui kuambia waje watusaidie. Hivi ni waulizo wa Tanzania, ni nchi gani? Ni nchi gani hapa Afrika ambayo ilishawahi kwenda ikaisema Marekani kwamba nyinyi mmefanya 1 2 3 kwa hiyo sisi tunawasimamia kwenye hili na hili? Hivi kwa nini sisi Tanzania tunashindwa au Afrika kujisimamia vitu vyetu sisi wenyewe? Mtembe ambaye ni katibu wa Chadema kata ya Mikocheni pia amewaomba viongozi wa dini kuendelea kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wananchi na kuhamasisha umuhimu wa kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa ili kuzuia vitendo vya vurugu vinavyoweza kukwamisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Sisi wa Tanzania tuwe wastaarabu, tusipende kuwa na miemko, tusipende kufata vitu ambavyo hatuna uhakika navyo na kuvishadadia kwenye mitandao. Na niseme kwamba Mheshimiwa Rais aendelee kufanya kazi zake kwa sababu yeye ameonyesha kwamba ni shupavu kweli kweli katika utendaji wake wa kazi, na amekuwa ni mama ambaye anavumilia yale yote mabaya na mazuri yote wanayomletea. Kiongozi huyo amesema kwa sasa yuko tayari kushirikiana na mamlaka na vyombo husika kwa kuwasilisha ushahidi alionao na kusisitiza umuhimu wa uchunguzi wa kina na wa haki ili kubaini chanzo cha matukio hayo na kuendelea kulinda amani na utulivu nchini. Shule ya sekondari Ufundi Musoma mkoani Mara imeanzisha mfumo wa taasisi ya sayansi ya kijeshi PMCS ili kuwezesha wanafunzi kubobea katika shughuli mbalimbali za kiuchunguzi wa makosa ya kimtandao na kusaidia vikosi vya ulinzi na usalama kukabiliana nayo. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa shule ya sekondari Musoma Teki Mwalimu Magita Nyangori amesema hayo alipokuwa akitoa taarifa za shule yake kwa askari wa jeshi la polisi ili kutambua mchango wa wanafunzi wa shule hiyo kushiriki katika ulinzi wa taifa lao. Kwa wanachukua wale wanajeshi wa military science hapa Musoma sekondari wamechukua vijana kadhaa ambao wapo kwenye kambi mbalimbali. Tumetoa ushirikiano kuhakikisha wanapata vyeti na tunaamini wengi wao wataenda kwenye kujifunza military science. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa polisi Thomas Mapuli anasema kutokana na uwepo wa masomo hayo ameamua kuanzisha klabu ya polisi jamii ili kuongeza wigo wa vijana hao kushiriki ulinzi wa taifa lao, huku mkuu wa polisi katika wilaya Musoma akielezea uwepo wa shughuli ya polisi jamii shuleni hapo. Tunakwenda kuanzisha klabu ya polisi jamii katika shule hii ya Musoma Teki. Ambayo sasa kimsingi itakuwa ni historia kwamba ni shule ya kwanza kuanzisha klabu ya polisi jamii kwa mkoa wa Mara. Tuboreshe mazingira yetu yawe mazuri. Yakiwa mazuri tutapata mvua, tutapata hewa safi, kupata hewa safi katika hewa safi kwa mnaosoma akili inatulia, si ndivyo? Msongo wa mawazo unafanya nini? Unaondoka. Ndio maana ukichoka unaenda kukaa chini ya mti pale. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyarusuria na baadhi ya wanafunzi wanasema uwepo wa klabu ya polisi jamii ni hatua kubwa ya ulinzi wa mali za shule na wanafunzi. Kuanzishwa kwa klabu ya polisi jamii katika shule yetu ya sekondari ya Musoma Teki ni jambo jema kwa sababu kuna vijana ambao wanatarajia baada ya masomo yao waweze kupita katika nafasi mbalimbali. Ulinzi na usalama nadhani utaenda kuwezeshwa sana na kuimarishwa katika shule yetu kwa sababu tunahisi hapa tupo eneo salama ambalo linalindwa na polisi wetu na ambao tumezungukwa nao. Kwa hiyo tunahisi tuko sehemu salama sana na katika shule yetu nahisi tutakuwa katika mazingira salama na safi kabisa. Jeshi la polisi wilayani Musoma mkoa wa Mara limeendelea kufanya shughuli za kijamii ikiwemo upandaji miti katika taasisi za umma ili kuwezesha jamii kuona umuhimu wa ushiriki wa ulinzi wa raia na mali zao.
Serikali imewaomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa mkoa wa Tabora katika kutoa taarifa za kudhibiti na kutokomeza uhalifu pamoja na wahalifu kwenye maeneo yao ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Sande Kabaya kutoka Tabora ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondoo ametoa wito huo kwenye maadhimisho ya polisi jamii ya kimkoa ambayo yamefanyika wilayani Igunga kwa kuwaomba wananchi kutoa taarifa za matukio ya uhalifu ili wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Wewe ukiona tukio katika eneo lako au viashiria vya tukio la uhalifu katika eneo lako, usiseme tu kwamba jeshi la polisi lipo litafanya kazi yake. Ulinzi na usalama unaanzia kwako wewe kama mwananchi, kama raia. Kwa hiyo ukilishirikisha jeshi la polisi kwa kutoa taarifa, utasaidia jeshi la polisi kuweza kuchukua hatua kwa haraka na hatimaye kumaliza uhalifu katika maeneo yetu. Awali kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule, amesema wataendelea kushirikiana na jamii katika kuhakikisha wanaendelea kudumisha usalama wa raia na mali zao wakati wote. Kila wilaya iliendelea kufanya maadhimisho haya katika maeneo yao, ambapo tuliendelea kufanya matendo ya huruma kama vile yaliyofanyika hapa pamoja na michezo. Yote ni kufikia jamii na kubadilisha mitazamo hasi ya jamii kuhusiana na jeshi la polisi. Chukua nafasi hii kuendelea kuwashukuru wananchi kuendelea kutunza na kulinda tunu ya amani tulionayo na hatuna nchi nyingine zaidi ya nchi yetu ya Tanzania. Tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha tunakuwa salama. Polisi mkoa wa Tabora kupitia mkuu wa wilaya ya Igunga wamekabidhi baskeli mwendo kwa mwanafunzi wa darasa la kwanza wa shule ya msingi Chipukizi, Pastori Michael, ambaye bibi yake Ana Omari amewashukuru polisi kwa msaada huu kwa ajili ya mtoto huyo mwenye ulemavu wa miguu kwenda shuleni. Naye Dolisi Asmani ameshukuru polisi kwa msaada wa shilingi 500,000 kwa ajili ya matibabu yake. Kwa kweli tunawashukuru kwa kumpatia baskeli ili aendelee kwenda shuleni. Hii baskeli hii tutaenda kuitunza sisi kama wazazi. Atakuwa anaenda nayo shuleni kila siku. Kwa sababu waliniambia vipimo 600,000, lakini upasuaji, miuzi wanafanyia bure, wanatoaga msaada. Wenyewe wanachohangaika ni hela ya vipimo. Cha kuambia wanashukuru Mungu. Mungu ameonyeshia mkono, wameweza kunichangia. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Tabora kutoka maeneo mbalimbali ambao wameshiriki maadhimisho haya wameahidi kuendelea kushirikiana na polisi katika kufichua uhalifu na wahalifu. Sande Kabaya, Star TV, Tabora. Na waamini wa madhehebu ya dini mbalimbali nchini wamekumbushwa kuungana kuliombea taifa amani pamoja na kukemea matukio ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambayo yakiendelea yanaliathiri taifa letu. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Rai hiyo imetolewa na mchungaji wa kanisa la AICT Kambarage mkoani Shinyanga, Mpambano Jacob, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea siku maalum ya maombi ya kuliombea taifa katika kanisa hilo, na kueleza kuwa ni wakati sahihi kwa kanisa kuungana na kuwa na sauti moja kuhubiri upendo na ustawi kwa makundi yote ndani ya jamii. Hili ndilo jambo kubwa la taifa letu, ya kwamba tunaombea amani. Amani ya taifa hii ambayo imeanzishwa na waasisi wa nchi yetu. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza, lakini pia kuyakaribisha makundi yote ambayo yamealikwa, vijana kutoka madhehebu mengine, wasio wa Kristo, wa dini zote. Tunawakaribisha katika ibada hiyo. Tutajifunza kama tulivyosema, maudhui yatakayokuwepo ni kujifunza malezi na makuzi ya vijana kupitia neno la Mungu. Katika hatua nyingine, nafasi ya vijana kudumisha amani na upendo kwa jamii inabainishwa, hususan katika kujenga taifa lenye amani, mmoja na mshikamano. Sisi tunaona iko haja ya kuendelea kuliombea taifa hili kuwa na amani. Yako mataifa mengi ambayo yamechafuka, yamekosa amani, na tunapoliombea taifa kukaa katika amani, maana yake linafungua milango ya kazi kufanyika katika usalama, uwekezaji kufanyika katika usalama, lakini hali ya taifa kuwa shwari inaleta utulivu na amani na furaha katika mioyo ya Watanzania. Wakizungumzia siku maalum ya maombi ya kuliombea taifa, baadhi ya waumini wa kanisa la AICT Kambarage wamesema ibada hiyo ni sehemu ya kampeni ya kurejesha vijana kwenye njia na maadili sahihi. Ibada hii itatusaidia pia kupata jamii mpya ambayo
haimfahamu Mungu, lakini pia itamfahamu Mungu kupitia hii ibada. Vijana wote tunawaelekeza, kwanza, jambo la kwanza ni kujiepusha na matendo mabaya ya madawa ya kulevya, ulevi wa kupindukia na anasa mbalimbali ambazo zinapoteza nguvu kazi ya taifa. Kanisa la AICT Kambarage Shinyanga linatarajia kuwa na maombi maalum ya kuliombea taifa Oktoba 16 mwaka huu, maombi ambayo yatashirikisha waumini wa madhehebu yote. Kutoka mkoani Shinyanga, Elizabeth Charles, Star TV. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa Star TV Adhuhuri. Taarifa ya habari ni hapo saa 2 kamili usiku. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Bernard James. Asante na mchana mwema. Tanzania nchi nzuri, ni hadi pale nilipoona sura yako nzuri. Tanzania, sweet Tanzania, taifa la Tanzania, taifa la Tanzania, tusonge mbele. Songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Jenga afya.